mwanadamu unaweza ukakutana na matatizo ukatamani kufa, lakini ukikumbuka kwamba una kusudi la kuishi hapa duniani, unainama kichwa chini na kusali na kuomba uzima uendelee kuwa buheri wa afya. Duniani kuna matatizo mengi, na matatizo hayo mara nyingi huwa wanatusababishia binadamu wenzetu. Ikumbuke kwamba tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanatuchekea usoni, ikiwa nafsi na roho zao zimekunja kama korosho. Ni leo tumetembea umbali mrefu mpaka kwa mwanadada huyu ambaye hali yake inazidi kuharibika ama kuwa mbaya. Ni baada ya kuwa na matatizo mara kadhaa, lakini pia baada ya kuonywa mara kadhaa, lakini mwisho wa siku yeye hakuwa msikivu na kile ambacho alikuwa ameambiwa. Dunia inafundisha kama hutafunzwa na wazazi wako. Ndio kitu ambacho pengine mwanadada huyu siku ya leo anaenda kufundishika. Ni mkasa wa kusisimua na wa kutisha kweli kweli, ambao pengine ukisikiliza mwanzo mpaka mwisho utaenda kumwaga machozi. Ni kitu gani ambacho pengine alishindwa kuwa msikivu kwenye haya ambayo yametokea siku ya leo? Ni mazito. Cha muhimu kuwa nami mwanzo mpaka mwisho kwenye mkasa huu wa mrembo huyu. Ni mkasa wa ukweli ambao pengine dunia nzima sio rahisi kuamini, lakini ndio uhalisia wa watu ambao wanauishi na maisha yanaendelea kama kawaida. Hujafa, hujaumbika, usipuuzie. Inawezekana leo hii likatokea kwa mrembo huyu na kesho likawa kwako. Nikukumbushe, kama hujasubscribe na ni mara yako ya kwanza, basi chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe. Make sure unabonyeza hayo kisha alama kengele, ili mwana familia hayo usipitwe na mikasa, habari, matukio yote ambayo mara zote nitakuwa nakuwekea hapa hapa. Ni mkasa wa kutisha kidogo. Kama nafsi yako ni dhaifu, basi piga dua au maombi. Yes, kwa yule ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, napenda kufahamu ni unaitwa nani kwa majina yako, umetokea wapi, lakini pia kwenye familia ya aina gani? Kwa majina naitwa Grace Jacob Sanga, natokea kwenye familia ya watoto 12. Mimi ni mtoto wa 7. Natokea mkoa wa Morogoro. Okay. Kwanza kabisa kabla hatujaendelea na haya mazito ambayo unapitia, naomba tukupe pole. Pole sana kwa haya yote yanayoendelea. Asante. Kwa mara ya kwanza hali hii inakutokea, mabadiliko ya mwili yanaanza, ulifikiria ni nini kinachoendelea? Yaani ulifikiria umerogwa, ulifikiria ni ukuaji wako, ulifikiria nini? Kwa mara ya kwanza sikufikiria chochote. Nilikuwa tu na mshangao. Yaani sikumwambia kwanza mtu yoyote. Kwanza nilikuwa najifungia ndani, sikujua chochote. Nilinyamaza kimya kwa siku ya kwanza. Sawa. Mabadiliko ya kwanza kabisa yalianza kwenye nini? Yaani ulianza kuhisi unabadilika kwenye vitu gani? Kwenye mwili wangu. Nianza kutoka na manyoya ambayo mimi sijawahi kuwa nayo. Yanatoka wapi? Kwenye ngozi, yani kwenye vinyoleo hivi, yani yanatoka manyoya ambayo sio ya kawaida. Ila sikufuatilia sana. Okay, sawa. Uliumwa labda, yani kwamba ulipatwa na homa? Hapana, vilianza tu vyenyewe, sikuumwa wala sikufanya chochote. Ila tu yalianza tu manyoya, yani mwili wangu unaanza kubadilika kwenye manyoya. Okay. Na sasa hivi ndio yanazidi kuwa mengi. Yanazidi kuwa mengi na vitu vingine vinazidi kuibuka, yani manyoya yanazidi kukua. Na baadhi ya vitu vingine vinajitokeza. Okay. Una paralyze baadhi ya sehemu ya mwili wako kwa mujibu ulivyotuambia. Ni maeneo gani ambayo unapooza? Yaani mwili kuna muda unapooza una paralyze? Miguuni, mikononi, yani mikono yote kwa ujumla pamoja na miguu. Asilimia kubwa. Okay. Sawa. Pole sana. Asante. Hali hiyo sio hali ya kawaida, na utatupa namna ambavyo ulishapitia mambo fulani huko nyuma. Napenda nifahamu kwa sasa hivi kwanza, watu wanakuchukuliaje? Kwa watu saizi wananichukulia mimi ni kiumbe cha ajabu, wananiogopa, wananitenga. Hiyo nachukulia kwamba muda mwingine najifungia ndani kwa sababu wananitenga na kuniziaki pia. Okay. Wanajisikia vibaya, ndio maana kwa sasa nipo ndani, tunashinda ndani. Sitoki nje.
kwa sababu nikiogopa wanavyonisema, wakinicheka najisikia vibaya. Pole sana. Umesema kwa ulivyofuatilia na ulivyojaribu kupata details za ndani, unahisi bi mkubwa ambaye ulimuiba mume wake ndio amefanya yote haya yanayoendelea. Unahisi amekuroga au amekuombea tu dua? Na imani amenifanyia kitu ambacho sio halali. Ameniroga kwa ujumla. Maana hii sio hali ya kawaida. Okay. Yeah. Sawa. Nataka tuanzie mwanzo. Mtazamaji, ulikuwa ni mwanzo huo, lakini nataka sasa tuanze namna ambavyo ilikuwa mpaka hapa kufikia ambapo amefikia siku ya leo. Ulipogundua kwamba unatembea na mume wa mtu, ulihisi umefeli wapi kwenye kuchagua mwanaume wako peke yako? Hapana, sikuhisi chochote kwa sababu sikujihisi mpweke. Yaani kiufupi sikuhisi kwamba nimechagua kwamba mwanaume ambaye sio sahihi, hapana. Kwangu mimi alikuwa ni mwanaume sahihi kwa sababu alinijali, alinipenda, alinipa kile ninachokihitaji, hata muda wake pia alinipa. Okay. Kwa sikuhisi chochote kwamba ni mume wa mtu kwa sababu nilikuwa kile ninachohitaji napewa kwa wakati. Okay, sawa. Unahisi adhabu ambayo umepewa baada ya kutoka na huyo mwanaume wa mtu, unahisi ulistahili? Kwa mimi nasema sijastahili, lakini kwa yeye alivyofanya naona ni adhabu sahihi, lakini sio adhabu nzuri. Kwa kumpa binadamu mwenzio adhabu kama hiyo. Umejaribu kwenda hospitali labda? Hospitali nimeenda, imeshindikana, wananiambia sina gonjwa lolote. Wananiambia sina chochote. Nimeenda kwa wataalamu pia, wataalamu nao kila naenda anashindwa, kila anayejaribu mtaalamu yoyote yule anashindwa, hata wachungaji pia nimeenda wanashindwa. Okay, sawa. Sawa, huko tutafika. Mtazamaji, ni mkasa kidogo ambao utaenda kukufikirisha, ni mzito kweli kweli. Kwa hiyo nikuombe hakikisha kwanza umesubscribe. Nataka utuanzie mwanzo. Mahusiano na huyo mwanaume ambaye mwisho wa siku ilionekana ni mwanaume wa mtu, yalianzaje? Yaani mlikutana vipi? Mlifanyaje mpaka mwisho wa siku mkaingia ndani, yaani mahusiano yenu yakawa yameiva kabisa kiasi hicho? Mimi na yeye tulikutana kwenye pilika zangu. Hapo kipindi hicho mimi nilikuwa nauza juisi na alikuwa mteja wangu. Yaani tulianza kimasiala hivyo, akiniingisha juisi kila siku hivyo, mazoea yakaanza mpaka tukapendana. Kwa hiyo tulianza taratibu mpaka tukapendana. Okay. Manake hapo wewe mlikutana kwenye biashara zako za kuuza juisi. Ndio. Okay. Tulikutana naye kwenye biashara za kuuza juisi mpaka tukapendana. Okay, sawa. Unataka kufahamu ukugundua mapema kwamba ni mume wa mtu, au yani kitu gani kilikuaminisha kwamba huyu hapa hana mwanamke? Kwa sababu muda mwingi alikuwa yuko na mimi, kila muda anaomuhitaji anakuwa karibu yangu. Kwa hiyo sikufeel kama huyu ni mume wa mtu kwa sababu kila ninachohitaji muda anaomuhitaji nilikuwa nampata. Kwa hiyo sikufeel chochote kwamba huyu ni mume wa mtu. Na hata chumbani akifika anakuwa kama vile hajatumika kitu chochote? Hapana. Yaani nilikuwa na feel kwamba ni wa peke yangu. Yaani si feeling yani ile kwamba huyu katoka kwa mtu, hapana. Okay. Ulishawahi kujaribu kutaka kwenda labda kwake, mazingira ambayo yeye anaishi, labda ile kama mpenzi wako kwamba nataka nikutembelee bibi wangu? Kwake nishawahi kwenda kwa siku moja tu, nilishawahi kwenda. Kwa hiyo nilivyoenda kwake niliamini 100% kwamba ni wa kwangu mimi. Okay. Sijua kwa wakati ule mke wake alikuwa wapi. Ila nishawahi kwenda kwa mara moja na nikajizamisha kwamba pale ni kwangu, kwa kwake yeye ana mtu anayeishi naye. Okay. Na nahisi baadhi ya vitu vya mke wake alivificha. So sijui ilikuwaje mpaka mwenyewe pia nikaamini, kwa hiyo sijajua bado. Sijui nilipumbazwa, sielewi ni mapenzi hayo. Na imani mapenzi tu yanichanganya. Okay.
alikuwa anakuhudumia vizuri. Ndio, nipa kila kitu. Okay, sawa. Mtazamaji, utaweka maoni sehemu ya comment section, lakini hili pia nataka niulize kwa mwanadada hapa naye atujibu. Wauza juisi wengi inaonekanaga ni malaya sana. Watetee wenzio sasa ambao pengine wanafanya hiyo biashara. Ingawa wewe pia uliba mume wa mtu kupitia juisi hizo hizo. Hamna. Kila kazi ina changamoto zake. Ni wewe, namna ya wewe tu na ufanyaji wa kazi na akili yako ikoje. So kila kazi, yani kuuza juisi ni malaya, hapana. Kazi ya juisi ni kama kazi nyingine pia. Ukijiheshimu, ndio mahusiano huwa hayafanyi kwamba mtu awe malaya, hapana. Mahusiano ni mtu yote kumpenda mtu yoyote. Ila namna wewe unataka kuwa malaya au ukitaka mahusiano ni wewe juu yako. Okay, sawa. Matatizo sasa hivi yamekukuta na pengine sio kusudio lako. Napenda fahamu, mpaka haya yanakukuta ulikuwa umeshagundua kwamba huyu ni mume wa mtu au ilikuwaje? Mpaka haya matatizo yanaponikuta nilishajua nini. Ulikuwa umeshajua kwamba ni mume wa mtu, lakini sikusikia kwamba huyu ni mume wa mtu, ila sikuelewa chochote. Mimi niliangalia upendo wangu anaonipenda na kunijali, basi sikuzifuata mengine yote. Okay, sawa. Nilifumba macho na masikio pia niliziba. Sawa. Yani taarifa hizo ama ulijuaje kama ni mume wa mtu? Yaani uligundua vipi, au taarifa zilifikaje, au ilikuwaje mpaka kumbe taarifa ni mume wa mtu? Nilikuwa kwenye harakati zangu za kuuza juisi, nilikutana na mdada mmoja ambao naye pia aliniongesha juisi. Akaniambia, dada, samahani, na shida na mazungumzo na wewe. Je, unaweza kunisikiliza? Nikamwambia sawa, ila nakuomba kama dakika 5 tutafanya nini? Kama utaweza kunivumilia tutazungumza. Kweli dada watu walikaa nisubiri mpaka nikamaliza mambo yangu, tukakaa tukazungumza. Akaanza kunielekeza bali kwamba niachane na mume wake. Tena alinielekeza kistaarabu. Niachane na mume wake, anampenda sana. Nilichomjibu tu nikamwambia sawa. Nikamwambia sawa, nitafanya hivyo unavyotaka, sawa. Baadaye dada alipoondoka, lakini mimi nilivyoongea nikaacha hapo hapo. Nikaendelea na mambo yangu mengine. Nikaona kama ananipotezea muda. Okay. Bibi nikaendelea kumpenda. Sawa. Manake bibi mkubwa ambaye pengine ni mume wake wa huyo mwanaume, ni mke wake na huyo mwanaume, ina maana alikufuata kistaarabu kabisa, tena kwa kuongesha juisi. Ndio, alinifuata kistaarabu. Na kuniomba niachane na mume wake kistaarabu. Nilimuitikia na mimi, lakini nilipomuitikia hapo hapo nikaacha hapo hapo. Okay. Kitu gani kilikufanya umpuuzie? Yaani uone kama kakurupuka kukwambia. Yaani kitu gani kilikusukuma wewe mpaka ukampuuzia? Nilikuwa naogopa yaani nilikuwa sitaki kuamini. Na pia nilikuwa naogopa hata kama ni kweli, nilikuwa naogopa kumpoteza. Ndio maana nikaachilia hapo hapo. Okay. Kwa haraka ulivyomuona wakati anakupa hayo maelekezo kwamba achana na mume wake, maisha mengine yaendelee, kwenye uzuri vipi? Ulikuwa umemzidi au kakuzidi? Amenizidi. Amenizidi. Amenizidi la. Kila mtu ana uzuri wake pia. Okay. Ulihisi bwana wake au mume wake amevutiwa na nini kutoka kwako? Kwa sababu mke wako umesema ni mzuri kuliko wewe. Ulihisi amevutiwa na nini kutoka kwako? Au unahisi una nini cha ziada ambacho pengine mwanamume yule alikipenda kutoka kwako? Alipenda kujituma kwangu. Kwamba yani ni mtu ambaye mpambanaji. Okay. Alinipenda hivyo. Na mtu ambaye namjali, nilimjali sana hata kama alikuwa ni mteja. Okay, sawa. Una miaka mingapi? Labda mtu mwingine anaweza au mshangazi. Miaka yako ni mingapi kama utajali? Na miaka 26. Okay. Na miaka 26. Na mtoto? Hapana. Sina mtoto. Okay. Sawa. Huyo mwanamke umesema ulimpuuza kwa sababu ulimpenda huyo mwanaume. Huyo baada ya kupata hizo taarifa, labda ulijaribu kumuuliza mwanaume wako ambaye pengine ndio huyo ambaye ndio mume wa huyo mwingine ambaye alikufuata. Ulijaribu kumfuata sasa mpenzi wako, kuongea naye kama mpenzi na mpenzi?
Nilimfuata ila nilimfuata kiustaarabu kwamba sisi chochote. Nilimuuliza tu kwani nilimuuliza una mke au una mke? Alichonijibu kwamba yeye hana mke wala hana familia zaidi ya wazazi wake na ndugu zake, hana mke wala nini, lakini sikutaka kumwambia kama imetokea hivi na hivi kwa sababu aliniambia nikapuuza pia. Sawa. Sawa, yule mwanamke ameshakwambia na huyu mwanaume amekwambia. Mwanamke amekwambia kwamba achana na mume wake na huyu mwanaume anakwambia hana mke. Ulihisi mahusiano yao yana nini? Labda walikuwa wapenzi wa zamani, iza hawapendani, iza wamechokana. Yaani ulihisi mahusiano yao yana nini? Kipindi wewe upo naye, yaani unajua tu kama huyu hapa labda anapitia haya ndio maana yuko na mimi. Kwa mimi nilihisi kwamba yule ni mtu wake wa zamani, labda anarudisha tena ukaribu. Sababu ashanipa story ya maisha yake ya zamani. Kwa hiyo nikahisi kama ni mtu wake wa zamani. Kumbe alikuwa ni mkumbe story aliyokuwa ananipa nilikuwa ni mke wake ambaye anaishi naye. Okay. Umefuatilia labda wana watoto labda? Yule dada kumfuatilia nimeshindwa kwa sababu sijui ananiliwe. Yaani sijawahi mpata hivi hivi. Zaidi ya kwamba mimi nipo busy na majukumu yangu. Hata ule muda wa kumfuatilia nilikosa kwa sababu ya kumwamini mtu. Sikulizingatia ile jambo wala kumwamini, hapana. Sikumfuatilia wala kujua kwamba kweli huyu ni mke wake, au nilitaka kumuuliza kwanza mpenzi wangu kwamba huyo ni mke wake au vipi. Aliponikatalia na mimi nikaliachia hilo jambo hapo hapo. Tukaendelea na maisha mengine. Okay. Baada ya mwili wako kuanza kuharibika, umetuambia ulimfuata pia huyo mwanamke kuongea naye. Ulimpataje sasa ikiwa sio rahisi kumpata? Alikuja kwa mara nyingine tena. Alikaniambia, dada, nilikwambia wachana na mume wangu lakini bado unaendelea naye. Nilimjibu kwa dharau. Nikamwambia, dada, naomba uniache, achana na maisha yangu, fanya maisha yako. Yule dada alinijibu sawa, tutaona. Akaondoka. Okay, sawa. Mtazamaji, ni mkasa kidogo ambao pengine utaenda kukufanya ujifikirie kwamba tunaishi kwenye dunia ya watu wa aina gani. Lakini pia ni mkasa ambao unasisimua na unafundisha kwamba wakati mwingine ukiambiwa sikia, na mtu akikuheshimu basi na wewe mheshimu. Wanasema heshimu heshima. Ni mrembo ambaye miguu yake inaenda kubadilika kuwa kama ya mbwa, lakini pia kichwani kunabadilika kuwa na masikio kama ya mbwa. Hivi tunaweza tukafunua kidogo? Tunaweza pia. Tufunue. Mtazamaji bwana, kweli hali sio nzuri sana. Nadhani nitakuwekea video anapokuwa yupo kwa sababu hapa kidogo kuna sheria fulani ambazo zipo, kwa hiyo nitakuwekea video utaiona. Pole sana. Asante. Alipokuambia kwamba utaona, ulihisi anamaanisha nini? Alipokuambia nimekwambia lakini kuna kitu kitakutokea kizito, utaona. Yaani alipokuambia kauli hiyo, wewe ulihisi anamaanisha au ulihisi bado anakutisha tu vile vile? Kwa kweli nilihisi ananitisha na hawezi kunifanya chochote. Nikachukulia poa. Baada ya kukaa kama siku 3, walinifuata wazazi wangu. Wakaniambia, binti yangu, kuna mahusiano uko nayo. Je, hayo mahusiano unamfahamu huyo mtu vizuri? Ambie mimi nimjibu wazazi wangu sina mahusiano. Mimi niko busy na hii kazi, sina mahusiano yote. Ningekuwa na mahusiano ningeambia mbona wazazi wangu. Akanisisitiza sana wazazi. Kama moto unakataa. Kama kweli una mahusiano na huyo kaka au huyo mtu. Kwa sababu alinitajia hadi jina la huyo mtu ambaye nipo naye. Ila bado niliendelea kuwakatalia wazazi wangu. Walinisisitiza sana, wakaniambia kama niko nao niachane nao ili niishi maisha ya amani, sio maisha ya kuishi na vita. Kama wanaume wapo mbona wengi, aniachane nao huyo mtu. Lakini niliendelea kuwadanganya wazazi wangu kwamba sina mahusiano na yule binti. Na imani wazazi wangu walimfuata yule dada
wakamwambia mbona anakatana 1 2 3. Sijajua ilikuwaje, ndo kwamba walishanaje na wazazi wangu, maana wazazi wangu hawakunirudia tena kuniambia tena. Sawa. Inawezekana upendo ni mtu ukimpenda mtu huambiliki wala hakusikii. Ulihisi unajihatarisha maisha yako kiasi gani baada ya kuwa watu wote hawa wanakuonya kwenye kitu hicho kimoja? Yaani nilihisi hawapendi mafanikio yangu na furaha yangu. Hawaipendi. Okay. Hawajui furaha yangu ipo wapi, inatokea wapi. Okay. Kwa hiyo nilihisi kama wani ni watu ambao kama ni adui, hawataki furaha yangu niwe na furaha. Vitu gani ambavyo huyo mwanaume alishawahi kukuahidi ama kukwambia ukaona kabisa huyu atanipenda kufa na kuzikana? Aliniahidi kunioa kwa mke wake. Okay. Na kunipa kila ninachohitaji kwenye maisha yangu, atanitimizia. Na mimi pia nikaamini kwa sababu alinipa upendo ule wa kweli. Okay, sawa. Nataka sasa utupitishe namna ambavyo hali hii ilianza. Ilianzaje? Ilikuwaje? Hiyo siku ilikuwaje? Mambo yalikuwaje vile vile? Tupitishe hapo. Baada ya kuniambia nitaona na wazazi wangu kunifuata, nilikaa kama muda kama wa siku kama 4, sio kama 4 3 hivi. Nikajikuta mwili wangu umeanza kubadilika. Yaani umeanza kutoka manyoya fulani kama ya mvi. Ila sikuchukulia maanani kwa siku ile ya kwanza. Baada ya kulala tena siku inayofuata yanaongezeka. Na kucha zangu zikawa zinalifuka, yani ile misili ya kucha fulani hivi za mbwa, ni ndefu afkali. Ila bado sikumwambia mama, sikumwambia mtu yoyote. Nilikaa kimya. Baada ya kama siku ya 3 sasa vikaanza kuibuka, yani mwili kwamba nimeshabadilika kabisa. Mamangu alinijifungia ndani, mamangu akaniita. Nilikuwa maana yake masikio hapa yameshatoka, miguu imeshakuwa hivi kama ile. Yaani mwili tayari ushabadilika sasa, kwa sababu ni mara kwanza nilikuwa najiziba, najifunika na naniliu. Sasa nikawa nashindwa hata kujifunika miguu. Kwa sababu mwili kabisa umeshafanyaje, umebadilika. Nikawa najifungia ndani nalia. Ndio baadaye mama wangu alinifuata ndani kuniona kwenye hali ile. Sawa. Labda hamna vitu vyovyote ambavyo ulishawahi kukutana navyo kwako, labda ukahisi labda ni ushirikina unafanyika? Kwa hii hali ilivyoendelea niliamini huo sio hali ya kawaida, kwa sababu nilipita kwa wataalamu bila wazazi wangu pia kujua. Nilifanya siri, kuna ikaenda kwa waganga, kwa wachungaji, lakini haikusaidia chochote. Ndio maana nikawa nimejifungia ndani. Ila niliamini kwamba huo ni ushirikina, kwa sababu nimeenda makanisani. Kwa waganga nao nimeshindwa yani. Kwa hiyo nilipoamini kwamba huo ni ushirikina. Umetuambia kwamba siku kabla hujaanza kubadilika ulikuta mbwa kama amefia mlangoni kwako. Ilikuwaje hiyo siku? Usiku nilikuwa nirudi zangu, nakumbuka siku nilikutana na huyo mpenzi wangu. Tulilala usiku kucha siku hiyo, tukashinda. Jioni ndo niliporudi kwangu nikalala. Ile asubuhi kwenye kuamka ninafungua mlango, tunakutana na mlangoni mbwa ni mdogo mchanga, sijui ni mchanga hivi maana anatoka kuzaliwa. Sasa sijui mbwa ni mchanga. Maana ni mdogo sana yeye anatoka. Hivi kama namani mbwa mdogo ambaye ametoka kuzaliwa anaitwaje? Mbwa mdogo. Anaitwa Papi. Papi na si ndio hivyo, mimi sijui. Mtazamaji tunasaidia maoni. Alikuwa mlangoni kwako kabisa? Alikuwa mlangoni kwangu kabisa. Ni ukifungua mlango unamsukuma na mlango. Kwa sababu mlango wangu ulikuwa kutoka kwa sofa fungua kwa ndani kwa nje. Amekufa huku damu zikimtoka, zikimtirizika pale kwenye sakafu. Ila ni mdogo sana. Okay. Labda mazingira hayo ambayo wewe unayaishi kulikuwa na utaratibu wa kuwa na mbwa labda kuwepo mara nyingi? Hapana, tufugi mbwa hapa. Kuna mazingira ya mbwa. Okay. Ulipoona hiyo hali ulihisi nini? Nilishtuka
Kwa sababu nilirudi ndani nikamuita mama. Mamangu aliniambia hii hali sio ya kawaida binti yangu. Kemea ili kitu unachokiona kikemee. Mimi sikufanya hivyo kama alivyoniambia mamangu, nikapuuza, nikamwokota yule nyao funga, nikaenda kumchimba nyuma ya nyumba yetu, nikamfukia. Nikapotezea, sikukemea wala sikufanya chochote, niliona tu hali ya kawaida, ni kitu cha kawaida. Ni sikukichukulia maana kama mamangu alivyoniambia. Okay, sawa. Wachungaji wakikuombea wanadai nini? Ikiwa hiyo hali wanaiona hivi kwa macho. Yaani wao kwa nini wanashindwa kukufanya uwe binadamu wa kawaida na wanakuacha na hali ambayo unayo sasa hivi? Wachungaji wakiniombea wanasema mimi yaani nawaunguza wenyewe. Kwamba nina moto mkali, kwamba wanashindwa hata kunisogelea. Kwamba hawawezi kunisogelea kwa sababu nina moto mkali mwilini. Wenyewe wakinigusa wanaungua. Kwa hiyo hawawezi kunisaidia kwa sababu hawawezi kunisogelea. Okay. Ulikwenda kwa hao waganga ambao umesema ulienda, walikwambia umerogwa au walikwambia kitu gani? Waganga waliniambia hii ni imani ya kishirikina, kwamba nimetendewa sivyo. Hawakusema kabisa ile moja kwa moja nimerogwa, ila waliniambia hii sio hali ya kawaida. Sijajua kwa nini walisema vile, lakini walisema sio hali ya kawaida au kwamba kuna mtu aliyofanya hivyo. Okay. Ulipomshirikisha mwanaume ambaye pengine mume wako au mpenzi wako, ushirikiano wake alionyesha ushirikiano gani? Yaani baada ya siku ile kwamba tulikuwa wote, tukashinda wote, niliporudi nyumbani ile asubuhi ya kukuta paka na mbwa mlangoni, nilipompigia simu hakupokea simu zangu. Kila nikijaribu kumpigia yaani hakupokea simu zangu. Ukimtumia meseji anajibu anavyojisikia, ukimpigia simu anakata, yaani tokea pale hatukuwa sawa. Baadaye nilipomtumia meseji kwamba imetokea 1 2 3, ndo akanipuuzia kabisa, akanijibu anavyojisikia yeye na kunikalia kimya. Kwa hiyo tukawa tena hatuna maelewano mazuri tena. Okay. Ina maana ulivyomwambia kwamba una hayo matatizo, yeye hakuonesha ushirikiano wa aina yoyote? Kwa sababu nilimtumia meseji, akapiga, akaniuliza, akamwelekeza, akasema sawa, haya pole. Akaishia hivyo, akakata simu, akaendelea na maisha yake. Okay. Baada ya mume wako kukutelekeza, ulihisi ufanye nini ili furaha yako endelee kuwepo kwenye maisha yako? Yaani sijui nisemeje, ila nilijaribu kumfuata, yaani kila ninapojua ninaposhinda, ninapofanyaje, alinikataa, alinitenga, alinizalilisha. Kwa hiyo yaani nilikata tamaa, lakini niliimani kwamba nikipona nitamtafuta tena. Maana labda ananikataa kwa sababu ya hali hii, kwamba ananiogopa. Ila nilijisikia vibaya kwa sababu alinizalilisha sana mbele za watu. Okay. Mpaka yote haya yanatokea, ulikuwa umeshakaa naye kwenye mahusiano kwa muda gani? Miezi 2. Miezi 2 mlifanya vitu vingi sana. Okay. Sasa hivi masikio yako yapo ya namna hiyo, napenda kufahamu. Labda kuna ukiachana hiyo kupooza na nini, kuna mazingira mengine labda unaumia kama binadamu, yaani mwili una maumivu yoyote? Yaani mwili wangu yaani umekuwa yaani unavyomjua mbwa. Ndio jinsi alivyo, yaani masikio yametanuka. Kwa maana hapo umepondea tu usoni. Yaani usoni tu ndio ni kidogo nimepona, ila kuanzia mwilini, masikioni, mwilini, yaani nimekombwa kabisa. Usoni tu ndio nilikopona. Ila jinsia ipo vile vile, haina shida. Jinsia ipo vile vile lakini na manyoya ya mbwa. Yaani ipoje? Iko vile vile lakini na manyoya ya mbwa. Hata ujue ya nani anaota. Hata utoe anaota. Na maana huwezi kukutana na mwanaume sasa pale. Siwezi.
Okay. Ukikutana sasa hivi na huyo mwanamke ambaye uliiba mume wake, utatamani akusaidie kitu gani? Tamuomba anisaidie, anifungue, yani anitoe kwenye hii hukumu alionipa. Anisaidie na anisamee pia. Okay. Sitorudia tena. Mtazamaji anaona wewe ni mwanamke mwenye kiburi na jeuri kwenye mapenzi kwa mtu ambaye ulimpenda. Unatamani kumwambia vitu gani? Labda mtazamaji ushie naye, ongea naye mtazamaji anayekutazama wakati huu. Nachomwambia Mtanzania hawe msikivu kwa kila jambo. Kila unachoambiwa wewe unasikiliza, unatii. Ni bora kuwa mjinga ili upate faida mbeleni. Sio kuwa una akili upate hasara mbeleni. Sawa. Hivi kabla ya huyo mwanaume ambaye amekupitisha kwenye mtihani huu mgumu, ulishawahi kuwa na mwanaume mwingine nyuma yako, na mapenzi nyuma yalishawahi kukuumiza kama hili unalopitia sasa hivi? Hapana, niumiza kama sijapitia kwenye hali kama hii. Sijawahi. Na mapenzi ya zamani ni yale ya kugombana, labda kawaida hivi naachana. Lakini sijawahi kuwa kwenye stage hii niliyokuwa nayo sasa hivi. I say pole sana. Nadhani tutaendelea kukufuata, lakini pia tutaendelea kukupa ushirikiano, tuone namna gani pengine unaweza kusaidika na haya matatizo mazito ambayo unayapitia. Nashukuru sana. Pole sana. Asante. Uwe na wakati mwema, lakini pia tunakuombea uwe na afya njema, lakini pia kuwa mvumilivu, nenda sana kanisani kwa sababu huko ndo kuna vitu vyote ambavyo pengine unaweza ukapona na kusaidika zaidi.